Urusi mwasiana maasi ya Irani baada ya kuongezeka kwa mzozo huko Mashariki ya Kati katika vita vinavyoendelea baina ya Iran pamoja na Marekani. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kuwa Urusi imekuwa ikiwasiliana na maafisa wa Irani kufuatia kuongezeka kwa hali ya mvutano hivi karibuni, ambalo alitaja kuwa ni tukio la kuleta ukosefu wa utulivu, kwa mujibu wa Reuters. Hata hivyo, Peskov hakutoa maelekezo kuhusu aina ya mawasiliano hayo, lakini alisema kuwa Irani haijaomba mazungumzo ya simu na Rais Vladimir Putin. Ripoti ya vyombo vya habari vya Uingereza imedai kuwa Yemen inajiandaa kufunga mlango bahari wa Bab al-Mandeb, ikinukuu vyanzo visivyotajwa nchini Yemen. Hata hivyo, vyanzo hivyo havikutambulishwa na hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu uaminifu wa taarifa hizo. Ripoti hiyo ilidai kuwa biashara ya dunia inaweza kukumbwa na usumbufu mkubwa ikiwa vikosi vya Yemen vitaanza kuzuia matumizi ya moja ya njia muhimu zaidi ya usafiri baharini duniani. Ilieleza Saluha kuwa moja ya makundi yenye uwezo mkubwa katika eneo yanayoshirikiana na Tehran, na kudai kuwa kundi hilo linaendelea kupanua ushawishi wake kuelekea pembe ya Afrika. Pia ilidai kuwa Saluha na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab la Somalia vinaweza kushirikiana ili kudhibiti pande zote mbili za mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ushirikiano huo unalenga kuongeza shinikizo kwa uchumi wa dunia na kuzipa nguvu za kisiasa dhidi ya nchi za Magharibi. Madai haya yalitokana na chanzo kisichotajwa na hayakuambatana ushahidi uliothibitisha kwa njia huru. Ripoti hiyo pia ilidai kuwa teknolojia ya ndege zisizo na rubani drones imehamishiwa kwa Al-Shabaab na kwamba Iran inalenga kupanua ushawishi wake katika bandari ya Sham kwa namna inayofanana na nafasi yake katika mlango bahari wa Hormuz. Ripoti hiyo ilisema sehemu kubwa ya biashara baharini duniani hupitia njia hiyo. Ilionya kuwa kufungwa kwa mlango huo kunaweza kuvuruga biashara ya kimataifa, kulazimisha meli kutumia njia ndefu zinazopita kusini mwa Afrika na kuongeza gharama za usafirishaji ulimwenguni. Ripoti hiyo pia ilirejea mashambulizi ya awali ya Saluha dhidi ya meli za kibiashara katika bahari ya Sham wakati wa vita vya Gaza, ikidai kuwa kundi hilo limeonyesha uwezo wa kuvuruga usafiri wa baharini katika eneo hilo. Ilizungumzia uhusiano kati ya Iran na Saluha, ikidai kuwa maslahi yao yanafanana kwa karibu, na hata hivyo madai mengi yaliyotolewa yalitokana na vyanzo visivyojulikana na hajathibitishwa. Tathmini mvutano kati ya Iran na Marekani waingia hatua mpya. Tathmini ya maendeleo hivi karibuni ya kijeshi na kisiasa inaonyesha kuwa mzozo kati ya Iran na Marekani umeingia katika hatua mpya, huku dalili mbalimbali zikionyesha uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano katika saa na siku zijazo. Kuongezeka kwa mashambulizi ya Marekani. Tathmini za sasa zinaonyesha kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya malengo yaliyoko kwenye pwani ya Iran na ndani zaidi ya nchi yameongezeka ikilinganishwa na siku zilizopita. Kiwango na kasi ya operesheni hizo zinatarajiwa kuongezeka zaidi katika saa na siku zijazo. Malengo ya kimkakati ya Washington bado hayajabadilika. Kwa mujibu wa tathmini zilizopo, Marekani inaendelea kufuatilia malengo yake makuu ya kuishinikiza Iran kubadili msimamo wake kuhusu masuala mawili muhimu: mpango wake wa nyuklia pamoja na mlango bahari wa Hormuz. Taarifa mpya kwa bunge la Marekani. Tathmini zinaonyesha kuwa utawala wa Marekani umearifu tena Congress kuhusu kurejea operesheni za kijeshi dhidi ya Iran, hatua inaweza kuashiria maandalizi ya operesheni za muda mrefu au kupanuliwa zaidi. Mkakati wa shinikizo la Trump. Wachambuzi wanaamini kuwa rais wa Marekani Donald Trump anaamini kuwa siku kadhaa za mashambulizi makali ya kijeshi zinaweza kuifanya Iran ibadili msimamo wake wa mazungumzo na kukubali matakwa ya Washington. Uwezekano wa kupanuka kwa mashambulizi. Tathmini za kiusalama zinaonyesha kuwa mashambulizi yanaweza kupanuliwa hadi Tehran na miji mingine mikubwa sana siku zijazo, jambo ambalo linaweza kuongeza eneo la mzozo katika Mashariki ya Kati. Miundombinu muhimu inaweza kulengwa. Iwapo operesheni za kijeshi zitaendelea, miundombinu muhimu inaweza kulengwa kwa lengo la kuongeza shinikizo la kiuchumi, kuvuruga huduma muhimu na kuchochea kutoridhika kwa wananchi.